Karibu sana kwenye kipindi pendwa, kipindi cha Kigoda, kipindi ambacho pekee tunakuletea story ambazo zinaweza kuhusiana na masuala mazima ya mila pamoja na tamaduni. Na leo hii tuko na mgeni ambaye ni bingwa. Mimi sijui ni bingwa wa vipi, lakini kuna fununu tumeweza kusikia kuwa kuna ubingwa fulani anao, lakini katika mazungumzo ambayo tunaenda kupiga tutaweza kujua yeye ni bingwa wa nini haswa. Na ningependa kumleta kwenu ili aweze kujitambulisha, tujue yeye ni nani na haswa anafanya shughuli gani. Yaani Waswahili wanakwambia au wajanja mjini wanakwambia ni kipi haswa kinamweka mjini. Karibu sana. Asante sana. Mimi naitwa Mohamed Ali Mwachausa Mwanangonda. Ndio jina la somo yangu. Mimi ni Mdigo halisi na najivunia kwamba mimi ni Mdigo. Naona kuna sehemu ambazo nikienda mara nyingi nikisema mimi ni Mdigo, watu huwa wanasema kuna hati pamoja na jipua langu jikubwa hili. Mimi ni Mdigo. Nimenasibishwa na Ujaluo na Ubaluya. Hata kuna ndugu mmoja alisema labda mimi ni Mkalenjin. Sijui kwa sababu gani, japokuwa ndio nimeishi Eldoret kiasi, lakini mimi ni Mdigo. Tena mimi ni Mwamgongo Mangaro. Bado kidogo hujanijibu, labda ni kipi haswa yani shughuli ambazo labda unaweza kuzifanya ni shughuli gani haswa? Mimi shughuli zinazoweka mjini ni kuongea. Kwa hiyo ungekuwa bubu, ungekuwa basi mjini au ungekuwa bubu, yani leo sijui ingekuaje. Kwa hivyo shughuli inayoweka mjini mimi ni kufanya kazi za kijamii, ambapo mara nyingi ni mafunzo, unafanya training, unapiga warsha, unapeana mawaidha hapa na pale, unafanya team building hizo. Kwa hivyo nikiondoa kuongea, yani mimi nusu ya maisha yangu itakuwa yamebadilika. Asante sana. Kabla labda hatujaingia ndani kabisa kwenye hayo masuala ya kuhusiana na jamii na vitu vyote, umetaja jina Mwanangonda. Nikakumbuka kitu, kuna kitu watu wanasema sijui ni mbari. Je, labda wewe ni mbari gani? Mimi upande wangu kwa Kimsambweni kule kwenye ndo nimezaliwa. Mimi ni Mwamgongo. Mimi ni Mwamgongo. Katika hizo mbari. Na labda nikikuuliza hapo paka hapo ulipofikia, labda ino mbari ishakusaidia na nini haswa? Kwa sababu vijana sasa hivi mtu ukimwambia wewe mbari gani hata hajui, kwa sababu anaamini kuwa haina faida yoyote. Labda wewe ino mbari yako haswa, kuna pale labda shawi kukusaidia ukafeel kuwa niko najivunia mimi kwa mbari fulani? Naam, niseme masuala ya mbari ni masuala ya mshikamano. Ndio. Na ndiposa kuna msemo mara nyingi watu husema kwamba Wadigo wote ni ndugu. Kwa sababu unaposema wewe ni mbari ya Mwamgongo kwa Msambweni, utakuja Matuga usikie pia kuna kina Mwamgongo. Utaenda labda Shikadabu upate pia kuna Mwamgongo. Ndio. Utaenda Kinango ama tuseme Lungalunga ama Kikoneni utapata kuna Mwamgongo. Sasa kinachokusaidia si pesa, lakini ni ule mshikamano. Ndio. Maanake ukienda Kikoneni ukiamba mbari yani ye Mwamgongo, Mwamgongo akuli. Kuna no Mwamgongo hivi, yani lugha ya Kidigo kusema huu kama Mwamgongo basi pia kuna kina Mwamgongo fulani wanaishi hapa, wanahusiana vipi. Kwa hivyo ile tu kwamba umepokelewa wewe kama Mwamgongo, kwamba kuna kina Mwamgongo wenzako, basi ile inaleta mshikamano. Na endapo labda tofauti na sasa hivi, kitambo baba zetu babu zetu ilikuwa kwa ukienda mahali ukisema ni Mwamgongo, basi ile mbari ya Mwamgongo wote kila mmoja ataka akakupokelee kwake. Labda umeenda Kikoneni, umeenda Vanga, umeenda labda Shimoni, kina Mwamgongo wanasema huyu ni mgeni wangu. Mimi ni mgeni wangu mimi, huyu ni mgeni wangu mimi. Kwa hivyo inakuwa yale mapokezi peke yake. Kama una pesa zako za kulala hotelini utazisave, kama una pesa zako za kununua chakula utazisave, maana kila mtu anasema huyu ni wangu mimi. Ndio. Yani wale watu ambao kwamba wanajinasibisha na hiyo mbari wanateta kila mmoja ataka kusaidia yeye.
Kinyume na sasa hivi utapata kijana labda mwenye hajui mbari, hajui mambo mengi. Ukenda mahali, labda kuna watu wa kwenu, lakini kwa sababu hauwezi kujitambulisha, basi inakuwa unafadhaika mahali pa kulala, unafadhaika mahali pa chakula. Kama kuna issue, labda kuna jambo ungependa ulitatue, uko pekeo, hakuna mtu mwenye anakusaidia, manake kuna ule upweke fulani. Kwa hivyo mbari zinasaidia mshikamano, zinasaidia mweria, yani ile kwamba watu wakuja pamoja kwa jambo lako, kama ni mazishi, kama ni harusi, kama ni jambo lolote lile la jamii. Mbari yetu lazima uitere, yani hii mbari yetu lazima tuisaidie. Kwa hivyo mbari inasaidia kiasi hicho. Wow, asante sana. Na labda nikikurudisha kwenye yale masuala ambayo umeweza kusema kuwa katika vile vitu vinavyoweza kukuweka mjini, ni kuhakikisha pia jamii inaweza kuelimika kwa njia moja au nyingine, kuiweza kuitumikia. Labda nikileta haswa kuhusiana na masuala ya kitamaduni, ni njia gani ambazo mnaweza kuzifikisha kwa vijana wa kisasa au wa kileo, ambazo zinaweza kuwasaidia wao waweze bado kukumbatia mila na tamaduni zao, nyinyi kama shirika au wewe kama mtu binafsi, yes, kwenye jamii yako? Naam, labda nimweleze tu mtazamaji kwamba nafanya kazi na shirika la kijamii la Samba Sports Youth Trust, ambalo kazi zetu kubwa ni kuhamasisha vijana kupitia michezo na sanaa, ili kwamba waweze kujifahamu, waweze kuepuka madhila na mitego mingi ambayo kwamba inaweza kuwatega maishani mwao, ikiwemo mihadarati, ikiwemo labda masuala ya ujambazi, mimba za utotoni, masuala ya msongo wa mawazo, fadhaiko na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ndio kazi ambayo tunafanya kazi kukaribu sana na vijana na pia na wazazi wao. Kwa hivyo umesema ni lipi ambalo tuweza kulifanya, ambalo mnaweza, ambalo labda mmelifanya au mnalifanya, ambalo linaweza kuchangia masuala mazima ya kukumbatia mila na tamaduni? Ndio. Asante. Katika mambo ambayo tumeyafanya, kwanza tumepanga vitu tunaziita cultural days, ambazo ni siku za tamaduni, na zimeweza kuvuta ama kuvutia vijana kutoka sehemu nyingi, Likoni, Mombasa, Ukunda, Diani, Matuga, wamekuja kusherekea utamaduni wao, na utamaduni wa kimavazi, utamaduni wa kinyimbo na ngoma, na utamaduni pia wa vyakula. Kwa hivyo hii ni kitu ambacho kwamba kimeweza kusaidia vijana angalau kukumbuka tamaduni zao. Vile vile tumeweza kuweka mazoezi tunayoyaita community wellness cafes. Ndio. Hilo neno la Kizungu community wellness cafe kumaanisha ni kuleta mbinu ama mahali ambapo tumajenga kwamba jamii inapata afueni ya kimaisha kwa kutumia mtagusano ama mwingiliano wa kimazungumzo baina ya wazee na wazee wa kaya na vijana na pia ngoma za kitamaduni. Kwa hivyo mfano tumekuwa na community wellness cafe Shamu, tukiwa na wazee wa kaya, tukiwa na walimu wa madrasa, tukiwa na wazee wazima, tukiwa na vijana na watu wa makamo. Alafu tukiwa na mdundiko na pia na kayamba. Ushaona? Vile vile tumekuwa na community wellness cafe Denyenye, ambapo pia tumekuwa na wale wazee ambao wanajulikana Denyenye, kwamba ndio wazee wa kusema, na kina mama wazee wa kongwe. Tumekuwa na vijana, tumekuwa na mdundiko na kayamba, ambapo kumekuwa na yale viulizo vya tunaelekea wapi sisi, mbona tumeacha mila, na je tulipokuwa tunashikilia mila tulikuwa na afueni gani? Je siku hizi tupata matatizo mingi ama changamoto nyingi ambazo zimetokana na sisi kuacha mila zetu. Je tutafanyaje turegeshe mila zetu? Je vijana wanapokosea sasa hivi wafanyweje? Kwa hivyo zile community wellness cafes ambazo zimeleta huu mchanganyiko wa fikra za vijana na wazee, zimeibua hisia ya kwamba kuna haja ya vijana kurudi kwenye tamaduni zao. Lakini vile vile
katika mazungumzo haya pia yametutumsha mihemko na lawama kwamba wazee ndio wametelekeza majukumu yao ya kuweza kupokeza desturi na mila kwa watoto wao. Kwa hivyo hizi zimekuwa ni forums nzuri ambazo angalau vijana wameona kwamba kuna umuhimu wa kurudi kwenye tamaduni zao. Ndio, na labda kwa nikiulizia hapo mwanzo kulikuwa na hizi story ambazo mimi sijakula chumvi nyingi, lakini nakumbuka nyanya yangu alikuwa baada ya kama chakula kimefinikwa pale, alikuwa anatupigia zile story jongoo, sijui miguu alitoa kwa nyoka nini na nini. Hizi story ambazo wazee wetu walikuwa wakitupigia, japo mimi na mimi nilikuwa ni za urongo, labda zilikuwa tusubiri chakula. Je, wewe binafsi unaziona zilikuwa na faida yoyote kuhusiana na mila zetu na tamaduni? Niseme zilikuwa na faida kubwa sana. Labda zilikuwa story za uongo. Useme usiziite story za uongo. Ziite story za kutunga. Ndio. Unakata story ya kutunga. Story zote ni story za kutunga. Na zile zinaitwa rome. Ndio. Ilikuwa aidha ni nyanya na wajukuu zake anaweka pamoja, wakichoma mahindi, wakifanya mbuguyu. Ama iwe ni babu amekaa na wajukuu zake wanapiga story hizi. Na mara nyingi kwa sababu pia alikuwa kwa watu wanaishi kwa ukaribu. Baba na watoto wake wamejenga karibu, kwa hivyo watoto wao ambao wajukuu wa baba amaitwa babu sasa wako karibu, so anawaita wanakuja pamoja. Story kama zile za Jongoli chukua miguu yake kwa nyoka, sungura alifanyaje, zilikuwa ni story ambazo kwamba za maadili. Ilikuwa kila story iko na kichwa cha habari. Ndio. Aidha inakashifu utovu wa nidhamu ama inapongeza maadili mazuri. Kwa hivyo katika zile story lazima kutakuwa kuna aidha ni mnyama ama ni mwanadamu, lakini mwenye amepakwa uovu ambao kwamba haufai kufanywa. Kwa hivyo hao wajukuu wanapoambiwa story kama zile, wanaambiwa story ikiisha, anaambia basi usiwe kama mnyama fulani, kwa sababu mnyama fulani alionyesha udhaifu wa maadili. Ama story ikiisha, anaambia basi mjukuu wangu ningependa uwe kama mnyama fulani ama uwe kama karakta fulani, maana yake ameonyesha kubeba ujasiri na labda maadili mazuri. Mimi kuna katika hizi story nyingi ambazo zimekuwa zikipewana, ni babu mjomba wangu akiitwa marehemu mzee Ali Tumbo. Aitwa Ali Mwambewe, lakini ili Tumbo sijui alipewa hili au alikuwa na kita. Haya, aliniambia story ambayo mimi sijaisahau. Ndio. Aliniambia kuna mnyama wa porini alikuwa anaitwa mbirwa. Namsikia leo. Mbirwa alikuwa na pembe ndefu. Yaani kama vile unavyoona kifaru vile. Ndio. Mbirwa kwa sababu pembe yake ndefu na mwili kama vile kifaru tuseme, alikuwa anakejeli sana. Alikuwa akiona wanyama wenzake anatumia pembe yake kuwadunga. Sasa Mbirwa akawa akiambiwa, Mbirwa wewe iko siku utatuhitaji, lakini kwa anaona hakuna siku atahitaji wenzake. So akienda mahali ambapo labda wanyama wanakunywa maji, hata wale ambao wanakuja karibu au wanakuja mapema, anadunga na ile pembe yake ili wote waondoke, anywe maji mpaka atosheke ndipo aondoke. Sasa alikuwa akiambiwa Mbirwa maji yatakauka, utakuja kupata shida, lakini kwa asikii. Basi ukikata fupi hii story, kuna wakati maji yakaa yamebaki kidogo sana. Kiasi cha kwamba wanyama wengine kama ng'ombe, antelopes, hawa wengine wote wanakuja, maji ni kidogo lakini wanaweza fikisha mdomo, wakanywa na wakatoka. Lakini Mbirwa kwa sababu ya pembe yake ndefu, akidunga pembe yafika kwanza. Pembe yafika kwanza, mdomo haufiki kwenye maji. Basi katika ile story mjomba anasema Mbirwa hakusaidiwa na mnyama mwingine, maana yake ilikuwa kila kaambiwa iko siku utatuhitaji, ilikuwa nadhani hatuhitaji mtu. Kwa hivyo Mbirwa alikufa na kiu na maji yapo, kwa sababu ya kujifanya yeye ndio bingwa. Kwa hivyo story hii inasemaje kwamba wewe ukiwa mwanadamu, hata uwe na cheo, uwe na mali,
uwe na utaji wa kiasi gani, bado unahitaji wenzako. Usiishi katika kuwatesa wenzako na kuwakejeli kwa sababu ya nafasi ambayo umepewa. Kwa hivyo hii inaweza kuwa story ya kutunga tu, lakini ukiangalia yale mafunzo ni makubwa mno. Ndio. Sasa mtoto mdogo ama kijana ambaye kwamba anaingia katika bale akizoea kupata story kama hizi za kina Mbirwa, inampatia kitu kwenye akili yake ama kwenye nafsi yake kwamba kumbe mimi nafaa kuishi vizuri na wenzangu. Kwa hivyo huo ndio ulikuwa umuhimu wa zile story ambazo ulikuwa kina nyanya na kina baba anatupatia katika Rome. Asante. Hapo kwenye Rome. Naam. Sasa hivi utandawazi umekuwa mkubwa sana. Mpaka kuna mtu ukimwambia, watu walikuwa wakipewa stories za hadithi za sungura na fisi. Ndio kwambia hata sisi tunaona katuni za kina Tom and Jerry. Je, hizi katuni ambazo watoto wetu au vijana wanaweza kuziona na zile story ambazo tulikuwa tukielezewa na kina nyanya. Ni zipi haswa ambazo zinajenga? Na kwa sababu kuna wengine sasa hivi nasikia nyanya kwa hizo katuni zinawaharibu, lakini wao naamini ndio Rome lao ambalo linawajenga. Je, wewe una upeo gani haswa hapa? Asante sana. Niseme mwenye kutunga katuni ya Tom and Jerry ndio anatoka katika tamaduni fulani, anatoka katika culture fulani ambao si yetu. Kwa hivyo anavyotunga story ya Tom and Jerry anaitunga kiuhalisia wa muktadha wa kula na kutoka. Kwa bahati mbaya mwenye ametunga Tom and Jerry hazungumzi na sisi kwenye ile falsafa ya Tom and Jerry. Labda ni Ulaya ama wapi. Kwa hivyo anavyozungumza kuhusu mustakabali wa Tom and Jerry wanavyofanyiana ni katika tamaduni ambao ni kinyume na tamaduni yetu, ama ni tamaduni tofauti na tamaduni yetu. Lakini hizi stories za Rome ndio zinazungumzia muktadha wetu halisi. Ushaona? Kwa hivyo Tom and Jerry, kijana wetu kijana wa kipwani wa Kimijikenda anavyoangalia Tom and Jerry anaangalia kustareheshwa na story, sio kujengwa maadili. Maana maadili hayazungumzi maadili yetu, ama anafurahishwa na ile storyline bila ya kuifungamanisha na yale maisha halisia ambayo anatoka. Kwa hivyo tunabaki pale pale kwamba kunaweza kuwa na Tom and Jerry na story nyingi, lakini story ambayo kama inaweza kumjenga Mijikenda, mtoto wa Kimijikenda ama mtoto wa pwani ni story ya Rome ambazo zinatoka mazingira ya pwani. Story yenye maziwa, story yenye misitu, story yenye nyoka, story yenye bahari, story yenye funza ama jiga ama aganda, story yenye vipele, story yenye kudungwa na miba. Yani hizo ndio story ambazo zinatuzungumzia sisi. Na ndio maana utapata hata kuandikwa vitabu vingi namna gani, hata kukaa na movie nyingi namna gani katika televisheni ambazo zinazungumzia utundu wa utoto, bado unless iwe huo utundu wa utoto umejengwa kutoka katika muktadha wetu, bado hazizungumzii maisha yetu kama vizazi ambavyo vinainukia huku kwetu. Asante sana. Kuna swala jingine ambalo limenigonga kichwa kidogo. Katika hawa wazee ambao walikuwa wakituelezea hizi story, natumai kuwa bado kuna baadhi wapo. Lakini sasa hivi tunaona kuwa wazee wamepelekwa wenyewe na kuita ushago. Wazee wanawekwa ushago, alafu wajukuu wote wameachwa mjini. Wajukuu wako mjini wanaangalia hizo katuni. Wakienda kule kwa kina babu labda ni siku 2 siku 3 tayari wanarudi mjini. Sisi kama jamii, au wewe kama Muhammad ambaye labda pia unajaribu kuijenga jamii kwa njia moja au nyingine, je, unaona ino gap ambayo ipo ambayo inasababisha paka wazazi wanaamini kuwa mtoto wangu akiwa kule kijijini anaharibikiwa, heri awe huku mjini aende na maisha ya kisasa? Je, hilo unalizungumziaje? Niseme tumefeli kwa sababu labda umejaribu kuwa na lugha tasfida sana, kwamba wazee wenye mvi ndio si tu wamepelekwa ushago peke yake, lakini pia wananasibishwa na uchawi, kwamba ni wachawi, kwa hivyo hawafai kuwa karibu na watoto wetu ama na vijana wetu, na labda wakisikizwa wanaenda kupotosha watoto wetu.
lakini hilo si la kweli. Ukweli ni kwamba wasia ama ukomavu wa akili na uongozi, ama katika lugha ya Kimombo wanazungumza resilience, yani hali ya udhibiti wa makali ya maisha, unatokana na historia na uzoefu kwamba watu ambao wameishi miaka mingi wanatuelezea na sisi. Ndio hata tukipata mitikisiko katika maisha wanatueleza kwamba wao walitingishwa sana lakini walisimama kidete mpaka pale walipokaa. Kwa hivyo tunawahitaji sana, si tu kwa watoto wetu, lakini hata sisi ambao tumezaa watoto na wako mjini, wakati mwingine tutingishwa sana, tunahitaji ule wasia wa wale wazee. Kwa hivyo tunapokuwa tumewapokonya wale wazee watoto wetu, tumebaki nao mjini na wanaonana labda mara moja kwa mwaka na watoto wetu, inamaanisha watoto wetu kuna uhalisia fulani wa utamaduni wenye wanaokosa, na wanapozidi kutokutana na hawa wazee ambao baba zetu na babu zetu, basi ndivyo wanavyozidi kupotoka kutokana na maadili ya vizazi vile ambavyo sisi tulikuwa tunafaa kuwepo nayo. Kwa hivyo niseme kuna umuhimu sana hata kama watoto watakuwa wanasoma shuleni mjini, sisi tumejenga mjini, lakini kuna umuhimu wa kuwaleta karibu sana na wale wazee ili kwamba wasipoteze zile mila. Hapo nyuma miaka kadhaa ya Kaya Bombo, kama unakumbuka, Mungu asiwezeshe tukarudi katika muktadha kama ule. Wabibi ambao kwamba wameishi Mombasa, wameishi Majengo na wameishi Likoni na wakati wa Kaya Bombo ambao kuna zahama, ikabidi waondoke zahama wakimbie nyumbani kwenye Kikoneni, Lungalunga, Msambweni, Luvamba, lakini wakifika pale wanataabika hata kuzungumza kwa sababu wamepelekwa pale na dhiki ya kutoroka ghasia, lakini hata lugha ya Kidigo hawezi hajui. Utaona. Kwa hivyo hii inafika mahali kwamba laiti kijana askari wa Kidigo mwenye anashika panga anatetea mji wake, anatetea jamii yake, akikupata na ujui kuongea hicho kilugha na mazana nawe, hatuombi kwamba tufike katika hali hiyo, lakini endapo unaishi na watoto wako hawajui kuzungumza lugha yao ama ya tamaduni zetu, basi hiyo katika hali ya hatari ambayo tunafaa kuishughulikia. Asante. Wakati tunakuja tulipofika karibu na hapa, tunaweza kujuzwa kwa natafuta shujaa Mohamed, tukajiuliza shujaa tena sisi tunatafuta shujaa wapi na wapi? Labda uweze kutudokezea haswa ni kipi haswa. Je, kwanza ni kweli kwa wewe ni shujaa, na kama labda ni kweli, ni kipi haswa kilipelekea paka wewe utambulike kama shujaa? Niseme nimekupatia historia ya Mbiwa ambao mjombangu marehemu mzee Ali Tumbo alikuwa amenielezea. Ile hali ya kuishi vizuri na wenzako. Nadhani katika maisha yangu mafupi niliyoishi, nimewekeza zaidi katika kujenga mustakabali wa jamii. Nimewekeza katika kuinua mustakabali wa kina mama yao. Nimewekeza zaidi katika kuwa karibu na vijana na kundi vya mchezo, sanaa na vitu kama vile. Na mbinu nyingi ambazo kwamba nimeziweka katika kazi zangu ni mbinu za kuleta umoja na uwiano. Kwa hivyo ni katika masuala hayo ndiposa nchi ikaona kwamba nitambulike kama mmoja wa mashujaa. Ushujaa wangu haukuwa kushika mkuki na kuua simba. Ushujaa wangu ndio nimetambulika ni ule wa kwamba nimekuwa na uwezo wa kuleta sehemu mbalimbali, makabila mbalimbali, jinsia mbalimbali, ili kuja pamoja na kuishi vizuri katika pamoja. Kwa hivyo hiyo ndio jambo ambalo kwamba mwaka jana nikapata tuzo kutoka kwa rais kama mmoja wa mashujaa
na kitengo changu kilikuwa cha national cohesion, kumaanisha kujenga nchi ambapo kwamba kila mmoja anakuwa na uhusiano mzuri. Okay. Wow. Asante sana. Wajua walikuwa nimejiuliza pia Maumau ulikuwa na tuseme hapa tunaweza pata vitu vya zamani kufanya hivi, umetolewa rungu la zamani unapigwa nalo kichwani alafu unaona historia imekatika. Sasa tumeweza pia kuperuzi katika mitandao ya kijamii kama ulivyoweza kusema kuwa unafanya na Samba Sport. Na tukaona kuwa Samba Sport ni shirika moja ambalo limeweza kusaidia vijana kadha wa kadha. Na vile vile pia tukaangalia kwa undani na tukapata pia information kuwa vijana wengi ambao wanajitolea katika shirika lile wanaishi kama familia. Na kama tunavyojua kuwa ni ngumu sana kuweka vijana kwa sasa hivi pale pamoja vijana 10 bila ya mitagusano ya kivita ya maneno ya vitu tofauti tofauti. Labda wewe kama mmoja katika wale viongozi, ni mbinu gani haswa ambayo mnaweza kuitumia ili wale vijana kuweka wale vijana pahali pa sehemu moja na wakatulia na vile vile wakafanya shughuli zao tofauti tofauti bila kusikia vurugu mechi hapa na pale, au kama pia ziko za ndani kwa kuna vita nini na nini, naweza kutuambia labda? Mimi ningesema usinipe hongera kwanza. Ni kuniombea, maana si kazi rahisi. Uniombee, I'm going through a lot of niseme tu kwamba kuishi na vijana pamoja si kazi rahisi, maana vijana wako very dynamic, wana matarajio mengi, wako na hisia nyingi, alafu damu inachemka sana, na mara nyingi wana hasira za haraka, na kuna ile hali ya kwamba wanaangaliana sana kama mbele ni competition, huyu amevaa hivi mbona mimi nimevaa hivi na nini. Kwa hivyo tuseme it is a work in progress. Sisi tunapokaa na vijana pale tunajaribu sana kwamba kwanza kuwapa ile positive regard kwamba nini uko mahali sawa, mahali penye unapendwa, mahali penye watu wanapendana, na vile vile kukubali mapungufu yao. Manake hakuna mtu mwenye anakosa mapungufu, hata mimi niko na mapungufu yenye labda yanaonekana na yenye najua mimi binafsi. Kwa hivyo lazima pia tukubali kwamba vijana na mapungufu yao na pia wapokee mapungufu yao. Manake anapokuwa na mapungufu mawili labda kuna faida nyingi ambazo kwamba pia anapeana kwenye shirika. Alafu chengine ni ile kwamba desturi ya kuweza kuwajenga uwezo kila baada kwamba tuwapitishe katika elimu hii na hii na hii. Vile vile vijana wetu ambao kama tunafanya nao kazi tunajaribu sana kuwapatia fursa za kujisemea ama za kujiexpress. Tunapatia fursa nyingi za kwenda kufanya mentorship, tunapatia fursa nyingi labda za kwenda katika workshop, midahalo hii na hii, tunapatia fursa za wao kwenda kuonesha ujuzi wao hapa na pale. Kwa hivyo angalau kila siku kwa kuna kitu tofauti. Kama kuna wakati ambao mimi nalala macho anipata usingizi, ni pale ambapo yani hakuna kitu cha kumpatia kijana kafanya. Maana endapo unaenda ofisini na kuna vijana zaidi ya 60 alafu iwe hakuna kitu cha kuwapa kafanya, basi hapo ni dosari. Maana kitakachofuata ni vurugu mechi. Lakini siku ambazo mimi niko na furaha sana ni zile siku ambazo mkifika ofisini hakuna mtu, maana kila mmoja ameenda uwanjani, amekuwa amefanya hili, amefanya lile, amefanya lingine. Inakuwa ni furaha, maana angalau you put their energy to work, yani zile nguvu zao umezitumia, inakuwa ni bora. Na kuna utulivu mkubwa, tuseme tunafurahi sana, lakini sitosema kwamba changamoto za hapa na pale zitokee. Kitu ambacho nitakisema tu ambacho cha msingi ni kwamba wanakuja vijana ambao ni wadogo, miaka 20, 19, 22, vijana wenye hisia. Alafu mashallah Mungu anatuwezesha pia wasichana wanakuja Samba, ni wasichana ambao kama ni warembo, wanajielewa, pia screen wako na diploma zao na degree zao, wanajielewa, wasichana mazuri mashallah, Mungu awaongoze. Alafu vijana pia watanashati. Kwa hivyo katika vitu ambavyo vinajitokeza kwamba vijana na wasichana watapendana, watatongozana, ushaona. Sasa endapo wamependana, wametongozana na wanapendana, hakuna issue, hakuna shida. Shida inatokea pale ambapo wameachana na bado wako kwenye shida. Unajua
hapo ndio utapata vurugu mechi zinajitokeza. Kwa hivyo mtuombe. We are going through a lot, lakini tunajaribu kiasi cha uwezo wetu kwamba uzuri tunawaelewa. Ndio. Hatuwezi kusema eti sisi kama management watu wafai kutongozana wala nini. Hata ungesema hiyo kauli ungeidhibiti vipi? Watu wana namba za simu, watu wanaonana, wakienda filo enda pamoja. Kwa hivyo mimi tu niombe kwamba unapoishi na vijana na uombe tu wanapopendana, wakitongozana, yaishe vizuri, waalike harusi. Lakini tuombe kwamba wakitongozana, wakikataana ama wakiachana, basi ile vurugu lisiletwe katika shirika la taasisi. Mambo ni mambo ambayo yanawezekana sana. Asante sana. Kama tulivyoweza kusikia, kwa hiyo wale sijui kama mkurugenzi hapa ataweza kuruhusu, lakini wale jamaa ambao wako tayari kuoa tumeambiwa kuna screen saver ziko katika shirika la Sambas Youth Trust, na vile tunaambiwa watanashati wapo pale, na labda moja kwa moja tumeweza kupata dondoo kuwa kuna masuala ya Mr. and Mrs. Samba. Lakini sitaki kuangalia kindani, lakini nimeweza kusikia kuwa kuna kitengo cha culture pale ndani. Nimesikia kuna cultural wear. Je, hawa vijana labda ukitugusia tu kwa haraka kuna mafundisho yote ya culture ya hawa vijana? Kwanza mtazamaji ajue Mr. and Mrs. Samba ni nini, alafu pia utuingie kwa sababu sisi tunaangalia culture hasa pale ndani. Je, kuna wale vijana wanapata mafunzo yote kuhusiana na masuala ya culture? Asante sana. Niseme tamasha la Mr. and Mrs. Samba ni tamasha la kipekee la kujenga uwezo vijana wa Kwale wenye ari ya kubadilisha jamii yao pia. Hilo ni jambo ambalo ningependa nisisitize. Si tamasha la ulimbwende tu, ni tamasha lenye linachagua vijana wenye ari ya kusaidia jamii zao, kuacha mihadarati, kukinga mimba za utotoni, kuchunga mazingira, na pia kuondoa masuala ya vipanga na ghasia zingine. Kwa hivyo hilo ndio lengo la Mr. and Mrs. Samba. Lakini tunatumia mbinu hii kwa sababu ni mbinu ambayo inapendeza vijana, inapendeza watu. Tukifanya kwa mbinu hii italeta watu wengi watake kutazama na kuhusishwa. Ndio maana tukaleta mbinu hii. Kwa hivyo katika vitengo vya mavazi, ile siku ya gala day, katika vitengo kimoja cha mavazi ambayo yataoneshwa ni casual wear, mavazi ya kimtaani. Alafu kutakuwa na kitu kinaitwa occupational wear, ambao kama vazi la kikazi. Inaweza kuwa ni injinia, daktari, polisi, mganga pia utaona. Kama mtu kama ni mganga, mtu atavaa kinyago. Alafu ya tatu ndio inaitwa cultural wear. Hapo kwenye cultural wear kuna mbwembwe nyingi sana. Watu wamevaa culture za Masai, za Kidigo, za Kijaluo, hapo inapendeza sana. Swali lako ni kuuliza, je, watapitishwa katika mafunzo? Mwaka jana kwa bahati mbaya hatukuweza kuwapitisha kwenye mafunzo kama. Lakini mwaka huu inshallah katika zile tunaziita exposure trips, mojawapo itakuwa ni vijana kuelewa tamaduni zao, na tulete wazee ama waende kwenye kaya kabisa, wapite kwenye kaya, waoneshwe mavazi, waoneshwe historia, waoneshwe uti ni nini, ili kuweza kutetea tamaduni na culture zetu ni vipi, na je tamaduni zilikuwa kuna faida gani, na je mkurupuko wa watu kuasi tamaduni tutapata hasara gani, je ni mbinu zipi tuweza kuzifanya ili tuweze kurudi katika tamaduni. Kwa hivyo hiyo ni kitengo ambacho inshallah Mungu akitujalia tutakifanya. Asante sana. Kama tulivyoweza kusikia kuwa masuala mazima ya tamaduni wakati huu wataweza kuangalia. Kwa hiyo ukiwa pale katika wewe mtazamaji wa Atalanta Mwanza Media, tukwambie sisi tutahakikisha kuwa wakienda kwenye hizo kaya, na sisi tutakuwa sako kwa bako ili kuhakikisha kuwa kila kitu kinakuwa sawa. Neno la mwisho kabisa ukiweza kumalizia, unawaambiaje watazamaji kuhusiana na masuala ya tamaduni? Ile neno la busara kabisa la shujaa kuhusiana na masuala ya tamaduni unawaambia? Mimi niseme hivi kwamba tamaduni ni nguzo. Tamaduni ni dau katika bahari yenye dhoruba. Tamaduni ni ngao wakati uko mwituni,
unatembea katika kiza kinene cha msitu. Kwa nini niseme hivyo? Niseme kuna msemo usema mwivi pa unsakani, yani kwamba ule uta kwao ni mwituni, kwamba uta umetengezwa kutumia miti, na hata ukitumika kufanya mashambulizi aina gani, lakini bado utarudi mwituni kama mti, aidha kama umefanya kuni ama kama hivyo. Kwa hiyo niseme tu hatuwezi kuepuka tamaduni. Tamaduni ndio ngao yetu. Tunaweza kufuata ughaibu, tunaweza kujaribu kuonja tamaduni za watu wengine, tunaweza kujifanya sisi ni wajuaji ama sisi tumestaarabika sana, lakini mwisho wa kwisha turegeshwa kwenye jamii yetu. Mwenda zake Raila Odinga alisafiri hii dunia nzima, lakini juzi alienda kuzikwa Bondo, sio? Kule ndo kwao. Angetaka angezikwa Ulaya, angezikwa India, angezikwa Marekani, lakini kwa sababu mwivi kwao ni mwituni, lazima lirudi kwenye kwao. Kwa hivyo niseme tu kwamba tamaduni ni muhimu, na kupitia tamaduni ndio tunaweza kufahamu na kuweza kupata ushirika kutoka kwa watu ambao. Kwa mfano mwenda zake Raila Amolo Odinga, Jacom, alitembea hii dunia kila mahali, lakini alizikwa wapi? Alizikwa Bondo. Kwa sababu gani? Kule ndo nyumbani. Tunaposema kwamba uta kwao ni mwituni, ni kwa sababu gani? Raila angependa angezikwa India, angezikwa Ulaya, angezikwa Marekani, maana kote huko ana utajo na mapenzi, lakini alizikwa Kenya, na si Kenya tu, alizikwa Ushago. Kwa sababu huko ndo kwao. Kwa hivyo niseme tu kwamba tamaduni ni ngao na ndio nguzo, kwa sababu wakati kila mmoja ametutoroka katika maisha yetu, tamaduni zetu bado zinatukumbatia na zinatupatia faraja. Kwa hivyo wewe dada, Mungu akuenue sana, iwe saa zote na masafari ya kwenda Marekani na wapi na wapi, lakini jeuri yako isikufanye ukaasi nyumbani. Maanake wende ufe kwenye utakufa huko, ama uwe mgonjwa kwenye utakuwa, utarejeshwa nyumbani, watu wa kwenu watakuja kukuuguza. Kwa hivyo tamaduni muhimu sana, ndizo ambazo zinatujenga, zinatufanya turinge na tuwe na hizi mbwembwe zetu zote. Wow, asante sana. Tumeweza kusikia masuala mazima kuhusiana na tamaduni, na hususan vile ambavyo vijana wanafaa waweze kukumbatia tamaduni. Kwa hiyo ningependa tu kuweza kukujuza wewe mpenzi wa Kigoda ndani ya Talanta Mwanza Media kuwa hichi ni Kigoda, sehemu pekee ambayo utapata story kuhusu mambo na tamaduni zetu na mila zetu na asili ya kwa tumetoka wapi. Leo tumesikia neno mbari na tukajua hili neno mbari linaweza kukusaidia wapi. Swali ni je, wewe mtazamaji unaijua mbari yako? Na kama basi unaijua mbari yako, ingia hapo kwenye comment section yetu utuandikie wewe ni mbari gani. Na kama kuna swali lolote ungependa kuweza kumuuliza Shujaa Mohamed, hakikisha kuwa unatuwekea pale kwenye comment section swali lako, unauliza vizuri na unaweza kulike na vile vile pia unaweza kushare ili kuhakikisha wengine wanaweza kusikia kile ambacho umeweza kukisikia na kuona kile ambacho umeweza kukiona. Usikose kutazama Kigoda ambacho kinaweza kukujia kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 2 kamili usiku. Tunaweza kuteremsha kila episode ili kuhakikisha wewe mpenzi msikilizaji na mtazamaji unaweza kufaidika na masuala mazima ya mila na tamaduni. Asante sana.